Sasa ni mambo 15, sittatun fi dunya, mambo sita yatakupata duniani. Wa thalathu inda al-maut, na mambo matatu ni wakati wa kufa. Wa thalathu inda dukhuli fil qabri, mambo matatu yatakukuta wakati wa kuingizwa kaburini. Wa thalathu inda liqa'i rabbih, na mambo matatu ni wakati wa kukutana na Mola wako. Ai waqiful qiyama, kile kisimamo cha kiyama kuhesabiwa, utakutana na hayo. Fama lawati fi dunya, ama yale ambayo kwamba, na tutayaeleza hayo sita, ama yale ambayo kwamba utakutana nayo katika dunia, tunzaul barakatu min umri, hutolewa baraka katika umri wako. Wanaudhu billahi min dhalika, tujilinde na hayo. Mwenyezi Mungu asijalie tuondoshwe baraka katika umri wetu. Unaishi muda utakaoishi, lakini huna baraka katika umri. Unaona unakuwa na kazi nzuri, lakini hakuna baraka katika zile pesa unazozipata. Una pesa, mfano una uchumi mzuri, magonjwa yamejaa ndani ya nyumbani kwako. Ndio hiyo tunzaul baraka min umrihi, baraka. Na hakuna kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu ni baraka. Ukishaondolewa baraka, basi hakuna chochote kitakachokusaidia. Kwa hivyo la kwanza ni hilo. Ya pili, tubhasimau salihina min wajhihi, huondoshwa jina lako katika yale majina ya watu wema kutokana na uso wako. Ya tatu, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiru Allahu alayhi, kila unalolifanya amali zako, basi Mwenyezi Mungu ujira wake hakulipi, kwa sababu ushaacha swala. Tunaona watu mara nyingi, hasa katika saumu na haji, utaona ukiingia mwezi wa Ramadhani watu wanafunga kwa bidii, lakini huyu mwenye kufunga haswali. Anaenda haji, akishakumaliza haji, basi yeye na swala hawaswali. Sasa la yuajjiruhu Allah alayhi, Mwenyezi Mungu hampi ujira kwa lile alilofanya. Warabi ma yanna la yurfa'u lahu du'a ila samai, dua yake haipandi mbinguni. Unamwomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, lakini Mwenyezi Mungu hakujibu kwa sababu wewe ni tarku swala. Ni wewe ambaye kwamba unadharau swala. Na mtu mwenye kudharau swala mtu mwenye kuacha swala, kuna zile asbabu tayammum zinazoelezwa, sababu za mtu kufanya kutayammum. Unaweza ukawa na maji kidogo ambayo unafaa maji yale utawadhe nayo, lakini katika maji yale kuna mtu ana kiu, basi unafaa maji yale umpatie ule mtu aondoshe kiu yake, kisha wewe utayammum. Lakini kuna maji hayo kuna tarku swalati yuko hapo. Kuna hayawani sita, lakini mimi nitamtaja kwa sababu maudhui yetu, mazungumzo yetu tunazungumzia mwenye kuacha swala. Sasa kuna mmoja binadamu, ndugu yako, jirani yako, rafiki yako, Muislamu, ana kiu na wewe una maji kidogo, unataka kutawadha kwa maji yale. Kwa hivyo maji yale utatawadhia, usimpe ule tarku swala ile maji. Nafikiri tumeelewana hapo. Unaona ni njia gani ya adhabu ya mtu ya mwenye kuwacha swala? Mpaka maji wacha mbele ya chakula, mpaka maji hufai kumpatia. Maji yale tawadhia, usitayamam. Na ukitayamam kwa maji yale ukampatia yule mwenye kutaka swalata, tayamamu yako si sahihi. Hizo ndio vitabu vya fikri
tueleza. Kwa hivyo dua ya mwenye kuacha swala haipangi. Na la tano, laysa lahu hadhun fi duai salihina, hana hadhi, hana cheo katika dua ya watu mema. Wasadisatu, na la sita, tukhraju ruhuhu bighairi imani, roho yake hutolewa pasi na imani. Nikisema mambo ya imani, wanaudhu billahi min dhalika, mtu anaweza kutolewa roho yake pasi na kalma ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Mtu yoyote ambaye kalma yake mwisho wa umri wake atatoa kalmatu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kwa hivyo mtu Mwenyezi Mungu akimwafikia atoe kalma ya la ilaha illa Allah, basi mtu huyo anaingia peponi. Sasa na huyu mwenye kuacha swala, huyu ambaye haswali, huyu ambaye anadharau swala, roho yake itatolewa bighairi imani, pasi na imani. Atakuwa ni ngumu kuitamka kalma ya la ilaha illallah kwa sababu atahaunu ala swala, kwa sababu ya kuidharau swala. Tutamaliza ya mwisho. Maimamu makhatibu wenyewe wamekuja, mimi nilikuwa nashikilia kumsaidia Sheikh Hassan. Wasadisatu, na la sita, tukhruju ruhuhu bighairi imani, ruhu yake hutolewa pasi na imani. Wa amma allati tusibuhu inda al-maut, tutayataja tena matatu kwa sababu tumesema ni 15, tumetaja 6, sasa tuko ni matatu. Makhatibu watayamaliza siku nyingine. Wa amma allati, amalila ambalo kwamba tusibuhu inda al-maut, itampata wakati wa kufa yule tarku swala. Falula, ya kwanza, anyamutu dhalilan, atakufa akiwa dhalili, akiwa mtwevu, akiwa ana dhiki, akiwa ana shida wakati wa kutolewa roho yake. Ya pili katika haya matatu, anyamuta jaa'a, atakufa akiwa na njaa. Haya mambo hutokea, unajua tunafikiria kama ni ngano na hadithi tunazizungumza, lakini si hadithi wala ngano wala historia. Haya ndiyo mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiyo mafundisho sahihi ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilizungumza na nitalirudia neno hili, ya kwa kuwa sisi Waislamu tuna imani zetu ni kwa kuwa ukifanya mema utalipwa. Hatuna imani ya wale wasiokuwa na dini. Kuna watu hawana dini kabisa, tusizungumzie wale ambao ni Wakristo, ambao imani zao wanaenda kisayansi, kwa kuwa mtu akifa amekufa tu, hakuna kuulizwa, hakuna kufanya chochote. Lakini haya tunayoyazungumza ni mambo ambayo yatatufika, kwa sababu vitabu za dini ndivyo zinatufundisha. Kwa hivyo la pili ambayo itampata wakati wa kufa kwake, ayamuta jaa'a, atakufa akiwa na njaa. La tatu katika mambo yatakayomkabili yule ambaye anadharau swala, na nitalirudia tena neno hili lieleweke, sio kuacha swala. Baina al-mu'min wal kafir tarku swala. Wanavyoni wameendelea kulizungumza swala, ule mwenye kuacha swala kabisa, wanavyoni wamejadiliana. Wengine wanasema ni kafiri haswa, ametoka katika Uislamu.
baina almu'min wal kafir tarku swala. Lakini huyu tunayemzungumzia hapa si mwenye kuacha swala, ni mwenye kudharau swala. Ni tofauti mwenye kuacha swala kabisa, kutoswali, na wanavyoni wamejadiliana kwa urefu, na mwenye kudharau. Haya ni mwenye kudharau swala ya dhuhuri, ishikanisha na asri, na hana dharura yoyote ile na shughuli zake, na ni si msafiri, si zile sharia ambazo kwamba zinaturuhusu. Ama swala ya magharibi hiyo iswali saa 1:30 karibu ishai tena, swala ya asri uirubu au tahaul. Kwa hivyo la mwisho la tatu, huyu ambaye atapata adhabu katika kaburi kwa sababu ya tahaun, atahaun ala swala, kuidharau swala, ayamuta atishanan, atakufa akiwa na kiu, walau suqiya, ijapokuwa amenyweshwa, ijapokuwa amepewa maji bihara dunia, maji ya bahari ya dunia yote akapewa kunywa, atakuwa na kiu maruya, kiu yake haiondoki. Kwa hivyo usiwe na itikadi mimi si niko na maji, sasa atakuwa katika sakarati mauti, mimi nitamletea chupa ya maji. Wacha kichupa kimoja utakachompatia, wacha kichupa kimoja utakachompatia. Mwenye kitabu anakueleza akapewa maji ya bahari yote ya dunia, sio bahari ya Kenya tu, sio ya Kisumu, mto wa Kisumu, bahari ya dunia nzima. Kiu ile haiwezi kuondoka. Ndugu zangu, ni umuhimu sana kuhifadhi swala, tena kuhifadhi swala kwa wakati wake. Isiwe ni kuswali ni ada, bali swala iwe ibada. Sisi wengine tumekuwa ni ada. Ada ni desturi. Ada ni kwa kuwa watu waswali, na mimi niko jirani hapa, wacha niingie na mimi swali. Hata sijui ni swala ina faida gani wala ina kitu gani. Hii inaitwa Kiswahili ni ada, desturi, watu waswali na mimi naswali. Mimi nimekulia katika jamii ya Kiislamu, na tukizungumza hili hasa katika jamii yetu ambao tumezaliwa katika Uislamu babu na babu. Ukitoiweka mawazo vizuri, henda ukaifanya swala kama ni ada tu. Nilimuona babu na babu wanaswali na mimi naswali. Lakini hapana, swala ni ibada na ina sharti zake, ina ahkamu zake, ina nguzo zake, na zote hizi zisipuuzwe. Katika vitabu vidogo ambao wanasomeshwa watoto wa madrasa tu, mambo na matayammum, kaifa kamfurudhu nudhui kam. Sasa utaziona hizi zote zinakupa muelekeo wa ile swala. Mambo mengine leo tunayapuuza. Nashukuru Sheikh Hassan anakuja kuzungumza, utaona ameshika kitabu kidogo, lakini kitabu hiki kidogo ndio kinakupa muongozo wa ibada yako ipate kuwa sahihi. Sisi katika ndani ya ibada kuna atahauna, tunadharau nguzo zingine, na hayo utakuwa umeswali kama ule mwenye zubada uko mbeleni, wa kullu man bi ghairi ilmi amaluhu mardatu la tuqbal, wa alim bi ilmihi mu'adhabun min qabla ibadul wasf. Sasa utakuta mtu anafanya ibada kweli na anajua, kwa sababu amesoma vitabu, mu'adhabun min qabla ibadul wasf, atakuja kuadhibiwa huyu hata zaidi ya wale wenye kuabudu masanamu. Kwa nini? Ni kwa sababu ile swala unayoiswali huifanyi kwa namna inavyotakikana. Kuna hukumu za kutayammum, kuna hukumu mashu ala hufain, kuna hukumu. Vitabu wanavyoni wamekesha miaka 40 kama Imam Shafi'i halali, kwa sababu ya kutuandikia sisi tu vitabu ili ibada yetu iwe sahihi. Leo tumekuwa na Google, kila kitu tuna Google, tunakuja tunapotoka katika jambo kama hilo,
tukawa ni hiyo tahauna ambayo tunaizungumzia, ikawa ibada ile ukiifanya unaifanya majongo, swala ile unaiswali kwa njia kwamba haistahiki, basi ukawa umri wako wote, ndio pale katika moja tumzau barakatun min umri, inaondoshwa baraka katika umri wako kwa sababu ile swala huifanyi kwa inavyostahiki. Wazee wangu, watoto wangu, ndugu zangu, mimi si khatibu. Sheikh Hassan nimekuja nimempata anaendelea na hiki kitabu, akanipatia na mimi ni tabarruk, inaitwa kutabarruk. Maneno mawili matatu nimeyazungumza na alhamdulillah nimeyatoa kutoka katika kitabu hiki, na ni hadithi sahihi, alfarqu baina almu'min wal kafir tarku salat. Sasa haya yaliyobakia yalikuwa ni maelezo peke yake, lakini hadithi nilikuwa tukiitumia ni moja ambayo kwamba nimempata na yeye, nimempata akiendeleza nayo, na hii ni umuhimu sana. Leo sisi tumekuwa mahatibu wazuri wa kuzungumza mambo makubwa na yale ya msingi ya chini hatuyazungumzi. Sijui kama tumeelewana, kwa sababu awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Kitu cha kwanza anachohisabiwa mja siku ya kiyama ni swala. Akipita katika hapo kwa maabada pesa, akipita katika swala yaliyobakia yote ni sahali. Na tumesema si kwa kuwa asizungumzwe masala makubwa, lakini ingelikuwa ni uzuri tuwe na foundation iliyokuwa ya uzuri ya watu kujua ibada zao kwa njia ambayo kwamba ni mzuri, ili mtu asipoteze wakati wake wakati anafanya ibada zake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.